Naitwa Christina Amani. Nashukuru Mungu kunitunuku siku ya leo kwa niwe wa kunena siku ya leo. Na naomba Mungu awape sikio katika kupata sauti yake kwa maneno yenye nitaongea. Ningeomba tuombe mara tena. Mungu atupe kibali. Baba, tunakushukuru Jehova Nisi. Wewe ni Mungu wetu, wewe ni baba yetu, wewe ni kila kitu. Najua sababu zako kuniongoza leo unipe utumishi wako. Naomba ulinzi wako watu wanaosikia neno lako siku ya leo. Wasikose kupata nafasi ya kujua neno lako kwa haki. Naomba tumaini lao leo ikaweze kuongezeka ndani ya Yesu siku ya leo. Naomba ibada hii iweze kubadilisha mawazo ya mtu, ikaweze kumfikisha katika ibada ya kuabudu kila siku. Na iwe katika hayo na viamini mbele zako Baba yangu. Na ninakanusha kila sauti itakayowapinganisha ili wasiweze kusikia neno lako. Naomba jengo lako hili ikabebe maono ya kusema tunabeba wafasi wa kwenda mbinguni. Na hili neno leo litakavyoingia masikioni mwa watu wako, wacha nguvu zako zikadhihirishe mioyoni mwao, wakatazame mlima wa ukombozi huu. Inavyojulikana mlima wa ukombozi inakomboa. Usikue na mmoja atakosa kukombolewa. Naomba damu yako ya ukombozi ikaweze kuteketeza madhabahu zozote itakayofanya watu wako wasirithi ufalme wako. Naomba masikio yao mfalme ikaweze kusikia sauti yako. Ninaamini haya itatendeka kwa mapenzi yako Jehova Shalom, Jehova Nisi, Jehova Rafa, Adonai. Lengo letu kuamini ni kuinua jina lako na kujenga ufalme wako. Wacha iwe hivyo Baba yangu, kwa utukufu wa jina lako Baba, Mwana, Roho Mtakatifu ninashukuru. Amen. Amen. Nimetaka kuhubiri katika neno la Mungu. Kitabu cha Warumi 12:21. Lengo letu katika hii Biblia inasema do not let evil conquer you. Kwa sababu sisi ni wanadamu na tunaishi katika ulimwengu wa uovu. Na tusipokuwa macho inatufanya tunapotea. Na Mungu anajua unyonge wetu. Sisi ni wanadamu. Tunaweza kosea anyhow. But God who knows us anatuongoza katika hili kitabu cha Warumi 12:21. Inasema don't let evil conquer you. For his mercy and for his grace we shall conquer everything. Lengo letu tuweke macho yetu mbele za Bwana. Na kama kuna kitu inaweza kuja kinyume na sisi, kama tutambui kimwili, Mungu atatupa macho ya kiroho na tutaweza shinda haya majaribu, kwa sababu Mungu amewezesha sisi kuwa na macho ya kiroho. Na tutaona yale yaliyokuwa katika siri itakayoweza kutufanya tusiyashinde, na Mungu atatupea nguvu ya kushinda majaribu. Amen. Amen. Wacha wasome kitabu cha Warumi sura ya 12 mstari wa 21. Inasema usishindwe na ubaya, bali ushinde ubaya kwa wema. Utashinda mabaya kwa wema. Mabaya yanaweza kuja, na kama huwezi chunga ndani yako maishani, utajikuta tu umejikwaa. Lakini Mungu anatusii sisi kama Wakristo, tumekuja kanisani kwa lengo la kutumainia Mungu. Na tumaini letu tuhakikishie Mungu kwamba tutakana sauti zitakazokuja kutuharibia nafasi ya kukaa na Mungu. Na tutakaa karibu na Mungu kama tutaelekeza mawazo yetu, tabia zetu mbele za Bwana. Mabaya itatushinda. Itatushinda namna gani? Wewe umekataa kufuatilia mwongozo wa Biblia, mwongozo wa tabia yako. Hali ya maisha itakukujia na utaona tu itakushinda kama huna mwelekeo ya Roho Mtakatifu.
majaribu ikikuja, utapita majaribu ama utageuza majaribu. Wakati ndio unakuja kanisani, unakuja kunyenyekea. I mean everybody knows that. Na tuwezi kuja kanisani kama tuna roho ya kunyenyekea. I think kama mtu mwingine wa dunia ndiye ataweza wazia hivyo. Lakini sisi watumishi wa Mungu, wenye Mungu ametupia mwelekeo ya neno lake katika Biblia, inatupasa tuwe wanyenyekevu, tufanye hima, tuishi na mwelekeo ya Mungu peke yake, ndiposa tutashinda majaribu. Lakini kama majaribu wewe utaikaribisha, itakuja yenyewe saa zingine wewe mwenyewe utakaribisha, lakini utasukuma hiyo majaribu namna gani isikushinde? Itabidi unyenyekee. Ukisoma kitabu cha Luka 22:46, Luka 22 mstari wa 46, nasema, akawaambia, mbona mmelala usingizi? Ondokeni mkaombe, msije mkaingia majaribuni. Unaona ni kuzima kila kitu. Hata kulala usiku, hata mtu atakutuna na utaweza kujua nini inaendelea. Sasa Mungu anaona hivi. Kwa macho ya roho tunaweza lala kukosa kuingia Mungu. Tunaweza lala kukosa kusoma neno la Mungu. Na tukifanya hivyo, majaribu itatupata tu kama tumetulia hapo, na itatumeza na itatushinda. Na ikitushinda tayari shetani ufalme wake imepata maarufu. Na sisi wa Kristo tumekosa umaarufu kwa sababu tumelala, adui akakuja kutupandia vyake vyote yenye itatufanya kwamba tuwezi kuwa na umaarufu mbele za Mungu. Umenyima Mungu nafasi ya kuabudu, umenyima Mungu nafasi ya kushikamana hata na wengine, umenyima Mungu nafasi ya kubariki hata wengine, umenyima Mungu nafasi ya kuimbia hata Mungu. Kuna watu hata sifa peke yake hawezi sema, hata wimbo moja kwa wiki roho yake imenyamaza. Na hiyo safari ya kukaa hivyo, unapea mwongozo wa shetani nafasi ya kukunyima nafasi ya kuelekeza maombi yako mbele za Mungu. Utulivu ndani ya Yesu sio kwamba tumekaa tu. Utakuwa unatulia na maneno inafanana na Mungu. Na maneno ya kuzimu isikuandame ukikaa ndani ya Mungu. Ndani ya Mungu ukikaa ndani ya Yesu, kuna mazuri Mungu anatutengea. Ndio sifa hizi, ndio kusoma Biblia, ndio kupendana na watu wengine, ndio kuelekeza maombi ya watu wengine mbele za Mungu. Hiyo nafasi ukifanya hivyo, nafasi ya shetani kukamata kama wewe unalala haiwezi patikana, because you are there watchful. Unaangalia maneno ya Mungu inastahili namna gani, inastahili kuomba, inastahili kuingia Mungu, inastahili kutembelea watu, inastahili kubariki watumishi wa Mungu, hata watu wa dunia. Kuna wengine hata wana chochote, but Mungu anataka kukutumikia ili sometimes baraka zako itokee hata kwa ule mtu wa nje, sio wa hapa kanisani peke yake. Mungu atatumia mtu wa nje sometimes kukuja kwako kuomba msaada, lakini wewe unanyata, unasema huyo si wa kanisa yangu, unamnyima nafasi. Hiyo ni nafasi yenye Mungu anaweza onyesha tu kidole mbele zake kukwambia umepoteza nafasi ya kunyabudu, kwa sababu kiu chako iko kwa wale wanaofanana peke yako. Utachukua nafasi kuweka hata watu wa dunia ili wakumbatie hiyo neema, iwavurute, iwalete mbele za Mungu. Amen. Amen. Ninaamini katika maneno yangu mimi mwenyewe. Kuna siku mtu mmoja tu wa nje, ile kitu kabisa, alinisumbua mara kadhaa. Akaniambia, dada, nisaidie blanketi nijifunike. Nikaambia sina kwa sasa. Akarudi mara ya 5, akaniambia, wewe si unisaidie tu blanketi nijifunike na Mungu atakujalia. Nikasema wacha iwe hivyo. Nikang'ang'ana kwa uwezo wangu, nikamnunulia blanketi. Wakati nilimpea akaniambia nishike mkono, nimeona ukinisaidia. Na kaita Jehova yenye mimi sikutarajia
saa zingine anaweza kutuma katika kiwanja cha nje huko. Utaona kwamba umetembea katika njia ya sio wa haki. Kukutana nao sio shida, lakini uwezo wako wa kushikamana na Mungu ni gani? Huyo ni Mungu kwa hali ya dunia. Mungu alisema usipomvalisha, usipomnywesha, kwamba umeniacha mimi kama Mungu wako uchi. Nikaona kwa macho yangu, nimemuona mtu na Mungu amemtuma kwangu, nikaona kama uchi, lakini nikataka kudharau, nikanyenyekea, nikamfanyia mema, na Mungu akanibariki, akaniambia umefanya, umetimiza haja yake, na mimi nimekusikia, nimekuona. Nikajua kumbe Mungu anaangalia vitu zingine kwa macho tu, anaelekezea wewe mtu mwenye uwezo tarajia, na utaona huyo mtu kama si wa maana, lakini kwa macho ya Mungu kuna umana sana. Mungu anaona, anakushuhudia ukimtendea. Amen. Amen. Katika kitabu cha Kolosai 3:15 inasema, yani usifanye mwenzako akwasike. Kwa Kolosai 3:15, na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu, ndiyo mlioitiwa katika mwili mmoja, tena iweni watu wa shukrani. Neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo na tenzi za rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Na kila mfanyalo, kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu, mkimshukuru Mungu Baba kwa yeye. Ninyi wake watiini waume zenu kama ipendezavyo katika Bwana. Ninyi waume wapendeni wake zenu, msiwe na uchungu nao. Ninyi watoto watiini wazazi wenu katika mambo yote, maana jambo hili lapendeza katika Bwana. Ninyi akina baba, msiwachokoze watoto wenu, wasije wakakata tamaa. Ninyi watumwa watiini hao ambao kwa mwili ni bwana zenu katika mambo yote, si kwa utumwa wa macho kama wajipendekezao kwa wanadamu, bali kwa unyofu wa moyo, mkimcha Bwana. Lolote mfanyalo lifanye kwa moyo kama kwa Bwana, wala si kwa wanadamu, mkijua ya kuwa mtapokea kwa Bwana ujira wa urithi, mnamtumikia Bwana Kristo. Maana adhulumuye atapata mapato ya udhalimu wake, wala hakuna upendeleo. Amen. Wanasema hakuna upendeleo. Kama hakuna upendeleo, utafanya mema, lakini ukiona upendeleo ndani yako, utafanya mabaya. Kwa sauti ya Mungu ninaamini kwamba do not let evil conquer you. Kwa sababu ukifanya mapendeleo, tayari mabaya itakushika. Ukifanya mapendeleo, maovu itakushika. Lakini wakati ni unanyenyekea na unaambia Mungu, hili agano umenipa ya kufanya kazi yako, ya kutumika mahali popote, iwe kwa ndoa, iwe kwa uzao. Mungu anaangalia macho yake anaelekeza kwako. Anajua chenye utafanya, anajua chenye utawacha. Na ukishinda majaribu ndio hali yenye tunaishi. Majaribu haiwezi kuwa mambo nyingine kama sio hali yenye tunaishi. Tunaishi katika siku zetu zote katika kupitia majaribu. Hakuna siku moja inaenda lala bila jaribu kukupata. Na Mungu akaona kwamba tuzuie maovu, isifanye mwenzako kukwasika wala kufanya mwenzako kuanguka, kwa sababu wewe sababu ya kuleta jaribu katika mwili wake. Na Mungu anahitaji wale wa kunyenyekea. Ukinyenyekea, majaribu inaondoka. Kuna sauti siku moja ilikuwa inanisumbua sana ya uchungu. Nilikuwa nalia, nikaambia Mungu, huyu mtesi wangu amenitesa wakati mwingi sana. Ninataka
nikatuliza moyo wangu. Ikafika mahali nikahisi uchungu tena ndani ya moyo wangu. Nikatamani nijitenge nisikutane na mtu. Sijakumbuka hiyo kitabu ni Proverbs, iliniambia tu kwamba ukichukia watu umechukia roho yako. Nikajinyenyekesha chini. Nikaamini kwamba I cannot conquer evil kama sijajinyenyekesha. Nikanyenyekea, nikaambia Mungu, umenisaidia sana. Roho yangu ilikuwa imefika niishi nikijitenga. Lakini Mungu akanipea kitabu cha Proverbs kwamba usikatae kukaa na watu, utakuwa umejitenga na umeua roho yako. Nikaona kweli nitaua roho yangu. Nikajinyenyekesha. Nikasema haya ni Mungu amenisaidia. I shall conquer evil kwa sababu Mungu amenipea neno la tumaini nikae na watu. Nikashukuru Mungu wangu. Lakini ingekuwa roho yangu imekaa katika anga ya kukasirika, ningebakia pale. Mungu angenyenyekesha roho yangu kwa sababu mimi mwenyewe nilikuwa juu. Mungu akaona na macho yake, huyu nisipomtuliza, nisipomnyenyekeza, hataweza kurudi chini na majaribu itamshinda. Na nikaishinda hiyo majaribu yenye nilikuwa na macho ya huzuni, ya kuharibu na kukomesha adui wangu na mikono zangu. Mungu akashuhudia mkono wake ndani yangu, nikanyenyekea, akanipa tumaini ya neno hilo kwamba sio wewe wa kupigana. Amen. Amen. Katika kitabu cha Job 5:17-24. Kitabu cha Ayubu 5 kuanzia mstari wa 17. Tazama, yu heri mtu yule Mungu amwadhibuye. Kwa hiyo usidharau kurudiwa na huyo Mwenyezi, kwani yeye huumiza lakini tena huuguza. Yeye hutia jeraha na mikono yake huponya. Yeye atakuokoa na mateso 6. Naam, hata katika 7 hapana uovu utakaokugusa. Wakati wa njaa atakukomboa na mauti, na vitani atakukomboa na nguvu za upanga. Utafichwa na mapigo ya ulimi, wala usiogope maangamizo yatakapokuja. Wewe utayacheka maangamizo na njaa, wala hutawaogopa wanyama wakali wa nchi. Kwani utakuwa na mapatano na mawe ya bara, nao wanyama wa bara watakuwa na amani kwako. Nawe utajua ya kwamba hema yako ina salama, na zizi lako utaliaua, wala usikose kitu. Tena utajua ya kwamba uzao wako utakuwa mwingi, na vizazi vyako watakuwa kama nyasi za nchi. Amen. Mungu anatuonea huruma hapa, na huruma zake inatujenga. Hapo penye anasema kwamba machungu itakuwa mara 6. Itakuwa mara 6 namna gani? Hata mwingine inaweza kuwa mara 8 ama mara 20. Na yote tutapiganiwa, tutashindaniwa. Na Mungu hata ruhusu mabaya yote ielekezwe kwako na aseme wacha iwe hivi. Atang'ang'ana mpaka kupigania, na ataona kwamba wewe ni mtumishi wake. Hata ruhusu machungu ikuje ikukalie, machungu isongeshe muda wako. Mungu ana nguzo za kuonyesha dirisho lake ya kwamba hakuna kitu kigumu inatushinda. I thank God Baba kwa sababu ya hii madhabahu. Hii neno inasema hakuna kitu inatushinda. Haiwezi kutushinda kwa sababu Mungu ana uguzo wa kila aina. Atatupitisha kila mahali na tutaona jeraha ikitumaliza. Amen. Jeraha yoyote itakayoinuliwa kinyume na sisi, Mungu anasema hata ziwe 7 haziwezi kutumaliza. Sisi tuko washindi katika jina la Baba. Amen. Hatuwezi kukomeshwa na adui yoyote atumalize sisi, atushinde sisi. Vile Warumi
12:21 inasema, we shall conquer evil. Amen. We shall not allow evil to conquer us. Amen. We shall lack nothing in this church. Amen. We cannot lack anything here. I know God is our provider, is our healer. Ninaamini Mungu ana uguzo katika hili kanisa. Enye mtu wa macho wa nje hawezi shuhudia kama ana macho ya kiroho. Kama huwezi kuwa na macho ya kiroho, utaona tu hili kanisa na jengo na watu kwamba ni watu wa mfano. Lakini spiritually we are ordained with the Lord. Tunaaminishiwa na Mungu nguvu zake kwamba hakuna kitu itatutesa wala kutunyang'anya wala kutuzuia wala kutumaliza wala kutulaza chini. Nani ameugua hapa akakosa kupona? Mimi naamini in this church people are being healed every day. Amen. Every time. We are lucky because the confidence of God, mimi naamini niko nayo hapa kwamba hakuna siku silaha ya wagaibuni itakuja hapa ilani in this church na ifaulu unless sisi wenyewe vile Biblia inasema mnaruhusu adui washinda, mtawaruhusu ama mtawashinda. Inastahili tuwashinde. Maadui watakuja kwa njia moja na kwa njia saba tutayashinda. Kwa neno gani tutawashinda? Kuamini kwetu na kukaa kwetu na tumaini letu mbele za Mungu. Ninasema hivi kwa lengo langu kama mimi ndio nimepigwa mapigo aina yote. Sijakosa kujua machungu ya kuzimu. Mpaka nikauliza Mungu siku moja, uchungu huu ni mimi tu ndio nitamaliza maisha yangu yote? Lakini Mungu akaniambia, kwa sababu wewe ni chombo, ninakutumikia. You have to trap them. Unanasa nguvu za kuzimu ndio ujue kwamba ninafunga hizo roho kupitia wewe. Siwezi ruhusu roho zozote kukaa karibu na wewe na iendelee kufanya kazi kabla sijainasa. Na Mungu akanitia moyo, wewe hujui kitabu chenye inakuelekeza katika maisha yako kwa Biblia. Nikasema ninaijua na ni nguvu zako. Nikajua Isaya 45 ni mzigo nilipewa. Na nikaamini Mungu, nikaambia baba yangu, nimejua vita si mimi ninapigana. Licha wewe kusema damu yako na roho yako ndio ninakaa ndani ili nipigane vita, sina wa kutumia bali na kutumia wewe kama chombo ya kunasa nguvu za kuzimu. Nikaona moyo wangu ikilia kwa sababu ni kazi nimepewa yenye siwezi nikamaliza mwenyewe. Nikajiuliza, sikuitisha na ikakuja kwangu hivi, ni upendo gani Mungu amenipa ning'ang'ane katika hali ya kumweka yeye ndani yangu, niishi na yeye ili hao wote kupigana akiua kazi ya kuzimu. Amen. Mungu anatumia mtu. All of us here, we are supposed to be the weapons. Tunastahili kuwa silaha ya Mungu kutumikia. Na najua kiu ya moyo wa mtu kwa wale wanaoshiriki mbele, wanaotenga siku zao kwa Mungu, inapasa kila mmoja kuweka roho yake kuwa sehemu ya silaha ya Mungu anatumikia. Usichukue muda kama vile tumekaa hivi tukiona maelezo ya Mungu, tukiona njia ya Mungu, na tunakaa tu bure, hatujifahamishi kindani tunatumika kama nani. Inafaa tutumike kama silaha mbele za Mungu. Inastahili tuwe chombo ya Mungu kukaa ndani na kuangamiza silaha za kuzimu. Amen. Tukisoma katika kitabu cha Zaburi 37:4-11. Zaburi, kitabu cha Zaburi 37 kuanzia mstari wa 4. Nawe utajifurahisha kwa Bwana, naye atakupa haja za moyo wako. Umkabidhi Bwana njia
mabaya ikikukujia na ukaikaribisha, utakuwa unaiona na unaikemea, unaiachanisha huko. Huwezi kaa na mabaya karibu. Ndipo utakaoshinda majaribu. Kwenye Biblia inasema, do not let evil conquer you. You cannot allow evil to conquer you because you know the way you walk. Huwezi tembea tu ovyo ovyo. Hata kwa wale unapita hapo, unasalimiana, unakaa kidogo, unatembea hata kwa bar, unaenda hata kama ni change, unaenda mpaka kwa bar uombe change, yaani vitu isizofaa. Hata kama Mungu akuona, the trap of the devil iko karibu. The time unasema tu leo wacha nitembee nipite hapa karibu na hii bar, kesho tena nyayo zako itakuelekeza huko, siku nyingine itakuelekeza nasema kaango kidogo, siku ya mwisho utajikuta wewe umeingia ndani na umekaa. Na hali hiyo itakushinda kama wewe bado unazubaa, ukifikiria kwamba lengo langu la kupita hapo tu itakuwa kupita, bali itakunasa. Na the evil will conquer you when you are there walking around, seeing things happening, and unasema siwezi kusonga mbali na mabaya. Mabaya itakukamata. Mabaya itakukamata kwa sababu una uwezo wa kuzimu njia ya kukutembeza. Utaona tu roho yako ikinyenyekea tu kupita katika hali isiyofaa, na utajikuta umejikwaa katika njia isiyo ya haki. Na Mungu ataona tu wewe ukipotea kweli, hawezi ruhusu, na anakusihi urejee katika njia ya imani ya kukaa katika utulivu wake. Usijikute katika njia itakayokunasa. Na macho yetu ya nje inaweza ongea, inaonyesha, inajulisha wewe hapa ni pabaya, na bado usielekee katika njia ya uovu. Na ukishuhudia mwenyewe na ukakaa pale ukaitikia, itakushinda. Badala yake itakushinda, na utakuja kujikutia pale umeisha. Biblia inasema wataisha kwa sababu gani? Wewe mwenyewe umeruhusu hali ukakupata. Mungu anatusihi tusiruhusu hali ya kutufanya tushinde tuingie ndani. Tusiai kubali hali itakayotufanya tushinde tukitembea katika hali zetu za maisha. Bila anaongea katika hii kitabu cha Kolosai kwamba usiruhusu Bwana wako awe na hasira hata kwa watoto. Usiruhusu, kwa sababu Mungu anajua unakaa hapo ndani. Kuna mengi itakupata hapo kama uko katika macho ya kiroho. Utajikuta kosa kidogo imekufanyikia. Kuna wakati mimi nilikuwa na uchungu bado, but God helped me. Kuna kitabu niliandika kwa nyumba, Peace of Man of Peace. Ilikuwa mimi nikiona mtu hasira sasa imeondoka, ikafanyika kwamba Mungu anaweka sasa wakati ya utulivu. Hata ukinikosea ajasu Mungu naenda kwa nyumba nakaa, yaani sioni kujibu, sioni kufanyia kitu. Na nikaona nikashinda majaribu. Hata mtoto kwa nyumba akisema kitu naambia mama tulia, sitaki mambo mingi. Na roho yangu ilikuwa na utulivu tu hivyo kwa muda mrefu. Nikaona kumbe Mungu anaweza geuza mambo. The time ninalia anaona Kristo usiwe na hasira. Tulia sasa. Ikafika sasa wakati ya utulivu ikafika. Utulivu ikakuwa kwa muda mpaka nikaona kumbe naweza kataa kuona machungu ikinikujia na ninatulia tu na imenikujia machungu. Nikawa relieved. Nikasema Mungu asante. Unakuwa Mungu wangu. Unanitetea wakati wote. The time ninaona mabaya unanisongesha kusikae karibu na mabaya. Ninatoka katika njia za waovu, ninakaa katika utulivu wa uvuli wako. Ninaona uzuri, ninaona amani, naona kucheka, naona kuenzi wewe Bwana. Lakini wewe ukikaa tu penye mabaya hiyo, hakika hata maombi huwezi omba. Niliashuhudia. Badala yake sasa utaambia tu kuacha Mungu siku zangu ziwe na mapenzi yako. Au utaomba. Malilio kwa roho yako iko kwa wingi. But nguvu za Mungu zinaweza kutetea. The time unaona machungu, God will provide escape for you. Mungu atasongesha mkono. Hata wewe unajikuta mwenyewe sasa kuna kitu
imeparalyze mwili yako, huwezi gusa chochote sasa, kwa sababu hasira imeondolewa. Na Mungu hivyo yanatufanya we shall conquer evil by God's grace. Ninataka tusome Biblia katika kitabu cha Psalms 1:1-3. Kitabu cha Zaburi sura ya kwanza kuanzia penyewe hadi 3. Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani kwa wenye mizaha, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila alitendalo litafanikiwa. Amen. Litafanikiwa. Utafanikishwa na Mungu. Wakati enye wao unajua njia zako, vile unatembea, vile unarithi sehemu ya Mungu, nguzo zake, unatembea namna gani, inastahili ukane sauti zote za kukuelekeza. Ama macho ya nje unaikana mambo yake isikuelekeze pahali pa uchungu, kwa sababu macho na nyayo zetu itatuelekeza pahali pa uchungu. Macho pasipokuona, miguu pasipokupeleka, hautaweza kujua utashinda namna gani. Miguu zako ndio itakuelekeza pahali penye hatari iko. Miguu zako ndio itakufanya usiende penye hatari iko. Saizi hata kama adui atakuja hapa na kuja tuvamie, na sisi tubaki tu tuambie Mungu, wewe simama kinyume na wao wanaokuja kinyume na sisi. Lakini yule atakayechukua miguu yake na kuelekeza mkono wake penye adui anakujia, yeye ndio adui atajikuta amemaliza, kwa sababu amekataa kutii sauti na lengo la Mungu, kwamba tumaini na kukaa mbele za Mungu ni kukosa kuhusika na mabaya. Mabaya itatukosesha mwelekeo ya kukaa na Mungu. Iwapo wewe ni mnyonge sana wa kufikia hayo, naomba sauti ya Mungu leo isikuweke katika hatari ya kupigana na kuelezana maovu juu ya wengine na kutazama mwelekeo ya wengine wanavyoishi. Ukitaka kushinda jaribu, kosa kutazama vitu vya ulimwengu. Vitu vya ulimwengu itakusaidia kupotoka. Na ukitaka kuona Mungu atakubeba namna gani, angalia vitu ya ulimwengu kama ni mzaa kwa macho yako na unafutilia mbali, utashinda majaribu. Lakini ukikuwa mwepesi, maovu inafanyika hapa, maovu inatengenezwa kule nje, wewe ndio wakuleta ndani, wewe ndio kupeleka nje, utanaswa na majaribu itakushinda. Lakini wewe yule mteule uliye na macho ya kiroho, ninakusihi katika upendo wa Mungu kwamba tumaini lako lote siku zote iwe kwamba wewe unakaa chini ya msalaba. Amen. Chini ya msalaba, kwamba msalaba inatutengeneza. Amen. Yesu alitemewa mate, lakini hakuona hiyo jeraha ikizidi. Alisema yote yamekwisha. Kwa sababu gani? Aliona kwamba wanaofanya maovu kinyume na yeye wanahusika bure na wataisha wenyewe bure na watakosa maana ya kufanya hayo, na yeye atabaki tu msalabani kushinda majaribu. Nasi tusimame katika mioyo zetu na akili zetu, with your all mind, with your all soul. Mungu alisema roho yako na akili zako ziwe kusii nguvu za Mungu na kutazama Mungu. Utatazama Mungu wako ama utamwacha? Ukimwacha, naye dunia anajua vile anakukamata. Atakukamata tu katika story ndogo na itakupotosha. Lakini the will of God, when it is new, utaona tu jeraha zote zinazo
ndani yetu, tuvae silaha ya wokovu, tudumishe amani, tuone ushindi, tuone upendo wa Mungu. Amen. Tuone tukilea Mungu katika ushindi. Amen. Tupeleke msalaba katika imani na tulete nguzo za ushindi wa Mungu. Ninaamini Mungu anatujenga na anatupenda. Na Mungu akikujenga, wewe ni wa kubeba maono yote. Unabeba maono yote kwa sababu Mungu amelenga lengo lako kwako. Anajua wewe ni mtumishi. Utabaki vile uko, utaishi vile uko, utaishi ukigeuza mambo mabaya kuwa mazuri. Amen. Ningeongezea tu hii kitabu cha Nehemia 13 kuanzia 1. Kitabu cha Nehemia sura ya 13 kuanzia penyewe. Siku hiyo walisoma katika kitabu cha Musa masikioni mwa watu, na ndani yake yalionekana maneno haya yameandikwa, ya kwamba Mwamoni na Mmoabu wasiingie katika kusanyiko la Mungu milele, kwa sababu hawakuwalaki wana wa Israeli kwa chakula cha maji, bali walimwajiri Balaamu juu yao ili awalaani, lakini Mungu aliigeuza ile laana kuwa baraka. Ikawa walipoisikia Torati, wakawatenga Israeli na umati wa watu waliochanganyika nao. Kwamba in English inasema God will change malediction into benediction. Kwa sababu gani? Kwamba wao umeacha mabaya, Mungu naye anabadilisha ikuwe mema kwako. Haitasongamana mabaya kwako vile walilaani wana wa Israeli. Wewe ukiwa mtu wa Mungu, unachukua nafasi yako kujielekeza mbele za Mungu. Wanaokuja kukulaani hata kama tuko hapa katikati, watawaiweza kukumaliza. Amen. Bali Mungu atageuza mambo yale machungu kuwa mazuri, na wewe ndio mwenye faida, mwenye unakaa ndani ya Yesu. Amen. Amen. Ninasiri katika upendo. Ninajua kwa macho ya binadamu, hata kwa ufalme, hakuna mtu mkamilifu mbele za Bwana. Lakini tunasiri mmoja kwa mwingine kwamba sisi wote ni wanadamu, lakini mwenye heri na sisi anayetufanya tunaweza barikiwa ama aweze kututoa katika laana ni Mungu mwenyewe. Atatuelekezea mkono wa utaratibu wake, ili laana yoyote itakayofanya kutusinikisha kufanya maovu katika hili kanisa, wala kuzuiana, wala kuzika, wala kupotoza, wala kugeuza mambo ya ulimwengu kuwa ya Mungu, tutakaa chini ya msalaba tukiona Mungu akigeuza mambo yale ya uchungu ikiwe mema kwetu. Hatutakaa katika machungu, bali tutakaa katika mema, na tutakaa katika tumaini, tutakaa katika mwongozo wa baraka ya Mungu. Amen. Na Mungu atatulinda, atatuacha kamwe, atatupa kiu ya kusonga katika neno la imani. Amen. Ya kumtafuta. Amen. Na Mungu awabariki. Amen. Wateule wa Mungu mbarikiwe. Amen. Mbarikiwe sana. Amen. Ninaomba ushindi wa Mungu iwe juu yenu. Amen. Usikuwe na usemi yoyote utakayowafanya adui awashinde. Amen. Ukuwe na usemi ya kufanya Mungu awashindanie. Amen. Na atawaelekezea mkono wa huruma. Amen. Atawafanya kuwa wa haki mbele zake kila siku. Amen. Atawaitia ukombozi wa haki. Amen. Iwafanikie. Amen.
Bwana asifiwe. Amen. Pigie Yesu makofi. Nashukuru Mungu kwa ajili ya kufundisha haya na ufunuo huo. Kwa kusisitiza tu kupitia kwa njia ambayo tumepata kama kanisa, kuishi kwa sauti ya Mungu kutatusaidia kuepukana na yale ambayo yako kinyume chetu. Hakuna mtu ambaye hana uadui. Tuko na maadui penye tumezaliwa, penye tunaishi, penye tulelewa na kadhalika. Yesu akasema adui wa mtu ni mtu wa nyumba yake mwenyewe. Adui wako hatoki mbali. Na pia kile ambacho tunahitaji kufahamu ya kwamba adui asiyekujua cannot finish you. Adui ambaye hakujui hawezi akakuua. Lakini adui ambaye anakujua anaweza kufanya nini? Kukuua. That's why Yesu anasema adui wa mtu ni mtu wa nyumba yake mwenyewe. Kinachokukula si kitu cha mbali, lakini Mungu akiwa upande wako, akiwa sehemu yako, atakusaidia kuepukana na kile ambacho kiko pamoja na wewe. For example, angalia Joseph, who were his enemies. Ni wazaliwa nyumba ya babake na mama yake. Hao ndio watu ambao walimsaliti, hao ndio watu walimuuza, hao ndio watu ambao walimpeana. Egyptians ambao walienda na yeye were green about him. Hawakumjua. Hao walipewa tu Yusufu wamununue waende na yeye. Angalia Jesus Christ himself, who betrayed, ni mmoja ambaye alikuwa na yeye, alikesha na yeye, aliomba na yeye na kadhalika. Mtu wa nyumba yake. Praise the Lord. Amen. So, kutokana na haya, Mungu hangekuwa ndani ya Yusufu, Joseph angeliwawa. Wewe ushiko Mungu katika maisha yako, Joseph ilimwepusha na intentions za ndugu zake. Ukiwa na Mungu utajua nani unakula na yeye, unakuja na yeye. Yesu Kristo akasema atakayenisaliti ni yule ambaye amekaa nami na anashiriki nami katika mkate mmoja. Wanafunzi wakaanza kuulizana, would it be John? Because he was the closest person, best friend of Jesus Christ. Lakini haikuwa hivyo. The Spirit of God helps us kujua Yesu ya kawaida. Kuelewa ulimwengu haihitaji science, inahitaji Mungu. Kuelewa kesho yako, it does not need science, inahitaji Mungu.
Pasipo kuelewa penye upo, hautaelewa penye unaenda. Ukielewa penye upo, itakuwa rahisi kuelewa penye unaenda. Na ukielewa penye unaenda, itakusaidia kujipanga na kufanya uamuzi ambao unahitajika. Most of us tunajikuta taabani kwa sababu ya poor fellowship with Jesus Christ. Ni hatari sana kuwa Mkristo ambaye haujijui ama haujifahamu. Ukikosa kujifahamu, utajikuta pale ambapo si pako. Utaishi maisha ambayo si yako. Utaishi maisha ambayo si yako. Utakumbatia vitu ambavyo si vyako, vitakavyo kuumiza wewe mwenyewe baadaye. Na most of us hatujielewi. That's why tumekuja kuishi maisha ambayo si yetu. Ukijielewa wewe ni nani, utajua unaishi maisha gani. Utajua unavaa vipi. Utajua unaishi wapi. Unafanya kazi gani. Praise the Lord. Hiyo yote inahitaji ushirika wa Mungu Roho Mtakatifu. Nasa inapenda kusema kwamba tuajibikie ushirika wetu na Mungu. Ukiwa katika uhusiano na Mungu, you will understand God's mind. Hauwezi ukabeba siri za Mungu kama hauko sawa na Mungu. Ukielewa Mungu, utaelewa ulimwengu, utaelewa watu, na utaishi na watu sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Sometimes tunamkosea Mungu kwa sababu hatumwelewi. Unamkosea rafiki yako mwenzako kwa sababu haumwelewi. Ukiwa sawa, utakuwa sawa na watu. Ukiwa sawa, utakuwa sawa na Mungu. Ukiwa sawa na Mungu, hautakuwa adui wa mtu yeyote ila shetani peke yake. Na ukiwa sawa na Mungu, utaishi maisha ya ushindi. Maisha ya ushindi. Ukiwa sawa na Mungu, the world will never turn against you or prevail against you. Wa Mungu wanatawala pamoja na nani? Na Mungu. Wa Mungu hupiganiwa na Mungu. Wa Mungu hufunikwa na Mungu. Wa Mungu hushughulikiwa na Mungu. Wa Mungu hubeba sauti ya Mungu. The devil will come against you. Lakini Biblia inasema kwamba wakati ambapo maadui wanakujia kwa njia moja, watatawanyisha kwa njia sawa. Praise the Lord. Hii mwenye haki wa Mungu yupo, Mungu yupo. Naweza kuwa umelala, umezama katika usingizi, adui wakuje kukuvamia wewe. What will happen? Kwa sababu Mungu yuko pamoja na wewe, hata kama umelala, Mungu atashughulika na kupigana na wale walio kinyume chako. Macho ya Mungu haifunikwi juu ya mwenye haki wa Mungu. Biblia inasema kwamba hamutazama katika maji mengi, wala katika moto hamutateketea. Why?
Mungu anapokuwa ndani mwako unakuwa kama jiwe kwa chochote. That's why Shadraka, Meshaki na Abednego hawangeweza kuangamia. Nini sababisha usiangamie? Mungu ndani mwako. We fail because we are never right with God. He makes a way when there's no way for his people. Huandaa meza mbele ya watesi wetu. Sisi tulio Mungu. You cannot be distracted ukiwa na Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Utakosa ujiulize naanzia wapi nimalizie wapi. Ukiwa na Mungu utaanzia kwa Mungu, umalizie kwa nani? Umalizie kwa Mungu. I like her so much. Tumekuwa na SG right from 2013. Listen, 2013. Bwana asifiwe. Amen. Na nashukuru kwa sababu ya ushirika wako na Mungu. Nashukuru sana kwa ajili ya ushirika wake na Mungu. Mungu anaweza kuwa na wewe permanently kulingana na shughuli zako na uhusiano wako na your lifestyle. Na Mungu anaweza kuwa na wewe systematically. Wakati kuna wale ambao wanaongea na Mungu, unaona mtu anasema wacha niende mlimani for 40 days tafuta sauti ya Mungu. God can only appear to you once, communicate to you once, na naenda. Wewe ambao unatembea na Mungu mara moja, ni rahisi sana kupigwa na shetani. Unamhitaji Mungu wakati wako, lakini Mungu wakati mwingine unamhitaji Mungu. Mambo yakiwa sawa, hauna shughuli na Mungu, na hapo ndio shetani anakuja kukupiga kufanya chochote. Na kuna